Mwenyezi Mungu ndiye ambaye amejalia kwenu nyinyi kuifanya ardhi kuwa ni tandiko na mbingu akalijenga akaziweka sawa sawa na akateremsha kutoka mawinguni maji. Katika maji hayo akatoa Mwenyezi Mungu katika ardhi, akatoa matunda, akatoa na vitu mbalimbali kuwa ni chakula kwenu. Basi msimfanyie Mwenyezi Mungu kwamba ana washirika ambayo wanafaa kuabudiwa kinyume chake, na hali nyinyi ndiye na hali pia nyinyi mwajua kwamba Mwenyezi Mungu hana ushirika. Hivyo ndivyo anavyohusiwa mwanadamu aangalie maajabu ya Mwenyezi Mungu. Hebu kitizama maji yaliyokaa yakarundikana, ni nani anayeweza kuyahifadhi yakakaa katika sehemu yake na asiende katika mahali pa kwenda kuwafanyia madhara wengine? Yametunzwa, yamekaa vizuri. Haya yote kafanya Mwenyezi Mungu kwa ajili ya faida yako na ili upate kumcha. Ewe ndugu Muislamu, ewe mwanadamu, ni kipi kinachokudanganya na huu ulimwengu, hali ya kuwa wewe unajua ni mtu wa kuondoka, lakini ukawa ni wenye kumuasi Mwenyezi Mungu, ikawa huangalii, huoni, husikii hayo ambayo Mwenyezi Mungu anakuelekeza kuyaangalia ili uyatende. Umo katika kumuasi Mwenyezi Mungu ambaye amekutukuza, kafanya yote haya kwa ajili ya kukutukuza wewe. Hivyo na tuangalie Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anavyotuhusia na kusema, فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم والأنعامكم. Anasema Mwenyezi Mungu, hebu matizame mwanadamu juu ya chakula chake. Kwa hakika sisi tumekimiminia maji kutoka mawinguni kwa mmiminio ulio mzuri kabisa. Thumma shaqaqna al-arda shaqqa, kisha tukaipasua ardhi kwa namna yake. Faambatna fiha habba, tukaotesha ndani ya ardhi, kutoka ndani ya ardhi hiyo vyakula vilivyo chembe chembe, na tukaotesha humo mizabibu, na tukaotesha humo mboga za kila aina na matunda ya kila aina na mizeituni na mitende na mabustani yenye miti iliyosongamana na matunda na kila jambo ambalo linapatikana katika ardhi. Tumeyafanya yote haya kwa ajili yenu na kwa ajili ya wanyama wenu. Wanadamu, jitahadhar na kumuasi Mola wako ambaye ameumba vitu kama hivi. Hebu Mwenyezi Mungu anavyotuambia, katuumbia majabali yenye faida na sisi, na yenye faida na kila jambo ambalo tunalofanyia. Mawe tunajengea, miti tunajengea, hii yote hatuyafanya bure, bali Mwenyezi Mungu anatuonesha namna ambavyo alivyo na uwezo na alivyotukirimu. Hebu tuangalie majabali alivyoyaweka kwa uzuri na vile alivyotueleza katika suratul Ghashia. Anasema, afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat
وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إنا إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. Anatueleza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, anasema, je, humuoni ngamia jinsi alivyoumbwa kwa maajabu makubwa? Maana wa ila samai kaifa rufi'at, na mbingu jinsi alivyoziweka juu Mwenyezi Mungu akazinyanyua. Wa ila aljibali kaifa nusibat, na utizame majabali jinsi alivyoyaweka Mwenyezi Mungu. Hebu yatizame majabali alivyoyapanga Mwenyezi Mungu kwa uwezo mkubwa kabisa na kwa ufundi mkubwa kabisa, ambayo hakuna yoyote anayeweza kuliweka jabali kama hili. Huu ni uwezo wa Mwenyezi Mungu ambaye huwa anayekuamrisha umwabudu nawe unampuuza. Yeye alivyo na uwezo, ana uwezo wa kila namna. Hapa anavyotuambia tutizame majabali vile yalivyowekwa, vile yalivyopangwa, vile yalivyotangazwa. Wa ila al-ardi kaifa sutihat, na utizame ardhi jinsi ilivyowekwa. Haya yote anasema fadhakkir innama anta mudhakkir, ewe Nabii Muhammad, wakumbushe hao walioghafilika, kwani wewe ndiye mkumbushaji. Wakumbushe wajibu wao wa kumfanyia Mwenyezi Mungu taa, wa kufanya ibada ya Mwenyezi Mungu na kutii amri za Mwenyezi Mungu. Wakumbushe lasta alaihim bimusaytir, na huku wewe mwenye kuwatawalia, illa man tawalla wa kafar, isipokuwa yule atakaye kugeuka na akakufuru. Fayuadhibuhu Allahu al-adhab al-akbar, basi Mwenyezi Mungu atamwadhibu yeye adhabu iliyo kubwa. Inna ilayna iyabahum thumma inna alayna hisabahum, hakika kwetu sisi ndio marejeo yao, na kisha baada ya hayo kwetu sisi ni hisabu yao. Mwenye fikra ambayo umo katika kuingojea siku hiyo ya malipo, litukuze jina la Mola wako na ulisabihi jina la Mola wako ambaye amekuumba wewe, akakuweka sawa na akaumba kila kitu, na ambaye amekukadiria wewe kwa kila jambo na akakuongoza, na ambaye amekutolea kila aina katika mahitaji yako, amekuwekea, akakuweka Mwenyezi Mungu katika maweko yaliyo mazuri. Huwa ni mwenye kushukuru neema za Mwenyezi Mungu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, wa lillahi alhamd.